Ni msimu mwingine tena mtazamaji, tunakutana tena kwenye maonyesho ya kimataifa ya kibiashara ambayo mimi na wewe tunafahamu ama kuyatamka kama Sabasaba, ikiwa ni jubilii ya miaka 50 tangu kuasisiwa ama kuanzishwa kwake. Ukiingia tu kwenye lango kuu, ukitembea tu wachache, utakutana na bango kubwa. Nje utakutana na mashine mbalimbali la shirika la maendeleo la taifa ambalo kwa kifupi chake ni NDC. Hii ni shirika, nyuma yake kuna kazi kubwa ambayo inafanyika, na moja kati ya watu ambao wanaifanya hiyo kazi ni Daktari Nicholas Shombe ambaye yeye ni mkurugenzi mwendeshaji wa shirika hili. Maonyesho ya mwaka huu ni ya kipekee. Ni maonyesho ambayo tunasema ni ya dhahabu, kwa maana sasa ni maonyesho ya mwaka wa 50. Kwa hiyo yanaandika historia kubwa katika sekta ya maonyesho ya biashara, lakini pia ushirikiano wetu na nchi nyingine pamoja na ushirikiano wa serikali pamoja na taasisi na sekta binafsi. Na ndio maana unaona maonyesho ya mwaka huu yamezidi kuwa ni maonyesho ya kimataifa zaidi. Kuna nchi nyingi zimeshiriki, kuna taasisi nyingi na mashirika mengi ambayo yameshiriki, lakini na makampuni ya ndani nayo mengi yameshiriki. Lakini kubwa zaidi, tunazidi kuona ongezeko kubwa sana la wajasiriamali wadogo ambao tunaamini kwa uchumi wetu ambao ni uchumi wazawa, hawa ndio watakao kuwa injini kubwa ya maendeleo ya sekta ya biashara na hata sekta ya viwanda nchini. NDC kwa mwaka huu wa haya maonyesho umetuletea nini, mkurugenzi? Ushiriki wa NDC kwa mwaka huu ni mkubwa, na kihistoria NDC imekuwa ndo tunaweza tukasema alama kubwa sana kwenye maonyesho haya kwa miaka mingi, toka awamu zote za serikali kuanzia awamu ya kwanza. Lakini mahususi kwa mwaka huu NDC inashiriki katika aina tofauti. Moja, tumeshiriki sisi kama shirika, ambapo sisi ni mkono wa serikali wa uwekezaji na tunawekeza kwenye maeneo ya kimikakati. Lakini pamoja nasi kampuni zetu tanzu nazo zimeshiriki. Tuna Kilimanjaro Machine Tools iko hapa, kiwanda chetu cha bidhaa za kibiolojia nacho kinashiriki hapa. Wadau wetu ambao ni wabia wenzetu kama ETC Cargo nao wako hapa. Lakini pia hapa tuko tukiwakilisha ile miradi yetu yote, kwa maana tuna maeneo ya viwanda, tuna mashamba yetu ya mipira ambao tunazalisha raw material kwa ajili ya malighafi kwa ajili ya viwanda vyetu vya ndani, lakini pia tuna miradi ile mikubwa ya kimikakati. Mradi wa Mchuchuma na Liganga ni mradi namba 2 kwenye utekelezaji wa dira ya taifa ya mwaka 2050. Inaanza ile ya gesi, lakini namba 2 ni mradi wa Mchuchuma na Liganga ambao kwa sisi tunaona ndo mradi ambao utakuwa na matokeo ya haraka sana. Lakini tuna mradi wetu wa Engaruka Magadi Soda, nao ni mradi ambao ni wa kimkakati. Lakini tuna kiwanda chetu mama cha Kilimanjaro Machine Tools ambacho ni kiwanda cha kuzalisha mashine na vipuri, lakini pia ni kama karakana au ndo garage ya viwanda. Kwa hiyo tuna ushiriki wetu ni mkubwa sana. Tuko kwenye hili banda kubwa hapa, lakini tuko pia kwenye banda la wizara, lakini pia kwenye subsidiaries ambazo tuko nazo pia tuko kule. Ndio. Umekuja wakati unatembelea na kukagua eneo la NDC, kuna mashine nyingi kwelikweli. Nje pale ni bidhaa ambazo mwananchi wa kawaida, mimi ambaye labda mtu ananisikiliza na kunitazama hapa, naruhusiwa kuja kuchukua na kununua na kuondoka nazo, ama ni za maonyesho tu, mkurugenzi? No, tumeleta mashine chache kwa ajili ya kuonyesha. Sawa, lakini pia tunaziuza. Mwaka jana utakumbuka, siku ya 3 tulikuwa tumeshamaliza karibu mashine zote. Kwa hiyo wateja tuliwaomba, basi tunaomba mashine zenu ziendelee kukaa hapa kwa sababu hazikuwa za kwetu tena. Ziendelee kukaa hapa ili ziweze tuweze kuzionyesha kwa watu. Lakini tuna mashine ambazo tunafikiri hata kama mtu anataka kutumia mikopo ambayo ya Mheshimiwa Rais alitoa, ni sehemu sahihi sana ya kwenda kuwekeza. Pale tuna mashine mpaka ya milioni 1, lakini ukiangalia ubora wa zile mashine ni tofauti na mashine nyingine zote, na kuhakikisha ukizunguka utaona ubora wake ni mkubwa sana. Lakini kuna uzuri kwamba hizi mashine zimetengenezwa kuanzia hatua ya awali kuyeyusha chuma mpaka imepatikana mashine. Kwa hiyo hutakaa upate changamoto yoyote ya kiufundi au
vipuri, kwa sababu watengenezaji waundaji ni wa hapa ndani, ni rahisi kuwapata. Kwa hiyo zile mashine tumeleta kwa ajili ya kuonesha, lakini kwa ajili ya kuuza. Lakini hiyo ni sehemu kidogo sana mashine ambazo zinazalishwa na kiwanda chetu cha Kilimanjaro Machine Tools. Vile vile kwenye kiwanda chetu cha bidhaa za kibiolojia kile pale Kibaha, nacho tumeleta bidhaa zake hapa. Tuna dawa yetu ile kubwa ambayo ni ya kuua mazalia ya mbu, kuteketeza malaria, ambapo tunaamini kwamba kwa majukumu ambayo tumepewa ya maendeleo ya taifa, lazima tuwe na taifa lenye wananchi ambao wana afya. Kwa hiyo tuna bidhaa zetu za kuua mazalia ya mbu, lakini tuna bidhaa mpya za kilimo. Tuna viuatilifu vya kibiolojia kwa ajili ya kuua wadudu wadhurifu wa mazao, lakini tuna mbolea. Na hizi bidhaa zote hizi ni rafiki kwa mazingira, kwa maana hazina madhara yoyote kwa mazingira, sio kemikali. Ndio maana hizo dawa unaweza ukaziweka kwenye maji na ukayanywa, au ukachukua dawa ukapiga kwenye mboga na ukala hizo mboga bila kupata madhara yoyote, kwa sababu tunatengeneza kwa teknolojia ya hali ya juu ambao tunatumia wadudu rafiki ambao wanapatikana kwenye udongo. Kwa hiyo tuko hapa tunauza, lakini pia kubwa sana ni kuweza kutoa elimu ya umuhimu wa kutumia bidhaa za kibiolojia kwa ajili ya afya, lakini kwa ajili pia ya ubora wa bidhaa ambazo mkulima anaenda kuzalisha. Ni eneo hilo ambalo hata wawekezaji ambao sasa hizi wanakutazama, fursa inapatikana hapa kwenye kilimo. Mtu anaweza kalima na kufanya vitu vingine. Kwenye hii miradi ya uwekezaji ya mkakati ambao umezungumza, kuna nafasi ya uwekezaji ama fursa maeneo haya? Nafasi za uwekezaji ni kubwa sana. Kwa maneno rahisi unaweza ukasema chuma ni uchumi. Sawa. Kwa hiyo sisi tunaenda kuchimba mawe, ndio tunayachakata, tunapata chuma, tunaenda kuzalisha na bidhaa za chuma kama mabati, nondo na nini. Lakini tunatoa bidhaa ambazo pia zinaenda kutumika kwenye viwanda vingine. Kwa hiyo sasa hivi ukiangalia hapa nchini tuna viwanda takriban 40 ambavyo vimesajiliwa BRELA vya kuzalisha chuma, kwa maana nondo, mabati, misumari na bidhaa nyingine. Lakini chuma chote hicho kinatoka nje ya nchi, au wanatumia vyuma chakavu kama raw material, ambao kwa namna moja au nyingine na madhara pia hata kwa miundombinu yetu. Wizi, unaona wakati mwingine vitu vinaibiwa kwenye vya chuma, huenda vikawa vinauzwa kwenye viwanda ambavyo vinatumia malighafi hiyo kwa ajili ya kuzalisha vitu. Sasa hilo sisi tunaenda kulitatua hilo tatizo kwa kuhakikisha kwamba viwanda vya ndani vinapata hizo raw material, hizo malighafi ambazo zinaenda kutumika. Lakini kwa huu mradi wenyewe unaenda kuzalisha takriban ajira 20,000 wenyewe tu. Lakini ukiangalia hiyo cheni nzima kuanzia watu ambao wako pale Ludewa, watajenga maloji, watajenga petrol stations, watajenga shule, watajenga sehemu za starehe, watalima. Kwa hiyo kuna muunganiko mkubwa sana wa uchumi ambao utaenda kujenga ajira, utapatia vipato wananchi, lakini utaongeza na mapato ya serikali. Lakini ukienda kwenye sekta tu ya usafirishaji ni kubwa sana. Kwa hiyo kutakuwa na watu watakaosafirisha mitambo kupeleka site, watakaosafirisha raw material kupeleka kwenye sehemu ya masoko pamoja na bidhaa zake. Kwa hiyo chain nzima ya logistic industry inaenda kubadilika completely kutokana na mradi. Lakini hata sekta ya nishati, tutazalisha umeme pale kwa ajili ya kuuza, lakini kiwanda nacho kitakuwa kinatumia umeme mwingi sana. Kwa hiyo ni fursa kubwa sana pia kwa TANESCO na wazalishaji wengine wa nishati. Kwa hiyo kwenye hii miradi ya kimikakati kwa kizungu tunaweza tukasema ni game changer kwenye uchumi wetu. Hakika ulikuwa ni wakati mzuri sana, wewe mtazamaji ambaye unaendelea kufuatilia matangazo haya ambayo yanatoka hapa kwenye viwanja vya Sabasaba, ambapo maonyesho ya kimataifa ya kibiashara yanaendelea kuchukua nafasi kwa mabanda mbalimbali na taasisi kama si wizara ambazo wameendelea kuonyesha huduma zao, lakini pia kuweza kutoa elimu, na NDC ambao hawa ni shirika la taifa la maendeleo, pia ni wao pia wapo na wanashiriki kwa msimu mwingine tena. Hawa wanapatikana kwenye lango kuu tu hapa, ukiingia tu chache ukitembea utakutana nao kwa bidhaa hizi ambazo umeziona hapa. Lakini mkurugenzi daktari huyu
Nicholas Shombe, yeye amezungumzia mambo mengi sana kuhusiana na shirika hili la taifa la maendeleo ya NDC. Hakika hizi ni fahari za Tanzania. Hii ni jubilii ya miaka 50 ambayo sisi tunaendelea kujivinjari kama si kufurahi. Karibu sana kwenye viwanja vya Sabasaba.